Katibu, tuendelee. Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato matumizi ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Majadiliano yanaendelea. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea na majadiliano yetu. Tutaanza na Mheshimiwa Anne Kilango Malechela, Mheshimiwa Profesa Sospeter Mwijarubi Muhongo na Mheshimiwa Mariam Litopile Mzuzuri ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kunipa nafasi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya na uhai. Lakini nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Naibu Waziri, Katibu Mkuu kwa kutuletea hotuba nzuri sana. Na kabla ya kuchangia Mheshimiwa Naibu Speaker, Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumze kitu kidogo. Mimi nasema kwa moyo wangu wa dhati kabisa, niwapongeze sana wakulima wa Tanzania wote kwa ujumla wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna taifa ambalo linapaswa kujivuna kama taifa linalojitosheleza kwa chakula. Tanzania tunajitosheleza kwa chakula kwa sababu wakulima wamesimama imara, wanafanya kazi bila kuchoka, na nimuombe Mheshimiwa Rais akisimama anapoongea ajivunie kwamba anaongoza taifa ambalo linajitosheleza kwa chakula 128% na linalisha na nchi zingine jirani ambazo hazina chakula. Mheshimiwa Mwenyekiti, itoshe. Sasa nianze kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitachangia hotuba hii ya kilimo kwa vipande viwili. Kwanza, nitaanza kwa umuhimu wa sekta ya kilimo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kilimo ndio kinachotupa chakula wa Tanzania. Kwa hiyo umuhimu wa kilimo ni kwamba tunapata chakula cha uhakika. Kama sasa hivi nimetoka kusema kwamba kilimo kimetupa chakula takribani 128% mpaka 30%. Kilimo kidogo, jamani, tunachangia watu, subiri kidogo. Kilimo kinawafikishia wakulima, kilimo ndio kinachosaidia sekta ya viwanda ikue, kwa sababu kinahakikisha kwamba kilimo kinahakikisha kwamba kinatoa malighafi. Ni ushauri kwa serikali muhimu. Sorry. Sawa, asante. Swala la pili, kilimo kinachangia takribani asilimia ya pato la taifa 30%. Kilimo kinatoa ajira 65.5%. Sekta ya kilimo inatoa 65% ya malighafi inayotumika kwenye viwanda. Kilimo ni uti wa mgongo kwa sababu inachangia takribani 56% ya fedha za kigeni katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa niombe serikali, kwa sababu ya umuhimu wa kilimo, yote hayo niliyozungumza, niombe serikali sasa, serikali ifanye jitihada ya kupima ardhi ili ijue mbolea ya kutumia, isitumie mbolea tu ambayo huwa. Mheshimiwa, jimbo langu la Same Mashariki ni jimbo la kilimo, lakini wakati mwingine niseme ukweli, serikali mnapeleka mbolea sehemu ambazo hiyo mbolea haihitajiki. Kwa hiyo naiomba serikali muwe mnapima ardhi ndio mpeleke mbolea. Pia serikali ifanye jitihada sana ya kuwafikishia wakulima mbolea kwa wakati. Hili ni tatizo. Serikali haifikishi mbolea kwa wananchi kwa wakati. Wakati mwingine mnapeleka ya kupandia, wananchi hawahitaji ya kupandia. Serikali mhakikishe wananchi wanapata mbegu ambayo ni mbegu nzuri. Serikali, upatikanaji wa pembejeo ni kitu muhimu sana. Sasa ili wananchi waweze kulima vizuri,
na wapate asilimia kubwa, watulishe Watanzania na nchi jirani. Lazima serikali na nyie mjitahidi sana kuhakikisha vile vyote vinavyohitajika mnavipeleka. Mheshimiwa, sasa niingie swala la umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Rais, lakini nimshukuru na Waziri wa Kilimo. Mimi jimbo langu linalima mazao makubwa mawili. Linalima tangawizi, linalima mpunga na mahindi. Mazao yote niliyozungumza yanahitaji umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepata pesa za umwagiliaji. Kwanza nishukuru serikali. Pesa za kwanza ambazo mmeniletea, nimepata mradi wa bilioni 1.7 ambao huu ni mradi wa kata ya Miamba na sasa hivi uko kwenye matazamio. Mradi wa pili wa umwagiliaji ni mradi wa bilioni 6.9 ambazo zimekwenda Ndungu na Kihurio. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa namshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan. Naishukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Januari hii, sasa hivi tunamalizia Aprili, Januari serikali imenipa bilioni 44 milioni 159,672,317 na senti 40. Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana. Nakushukuru mno. Pesa hizi zimeletwa jimboni kwangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kujenga bwawa la umwagiliaji. Bwawa hili ni kwa sababu sasa wanaolima tangawizi ni tarafa ya Mambavunda na tarafa ya Ndungu. Wao ndio walioko milimani na ndio chanzo kikubwa cha mito. Wao kwa sababu wanalima tangawizi sana, yale maji ya kule juu yote wameyachukua. Wananchi wanaolima mpunga tarafa ya chini wanakuwa hawana maji. Serikali ikaona, ikaja ikanipa bilioni 44, inanijengea sasa bwawa kubwa sana. Mheshimiwa, bwawa hili linajengwa kwenye kata ya Lugulu, kijiji cha Vumba. Bwawa hili litahudumia takribani wakulima 21,523. Bwawa linatarajiwa kwanza kuhifadhi takribani lita bilioni 5.84. Bwawa hili litahudumia kata ya Ndungu na kata ya Maore. Mheshimiwa, mkandarasi ameanza ujenzi. Tarehe 11 mwezi wa pili 2026. Niliondoka kama siku 8 hivi kwenda kumuona mkandarasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, bwawa hili linatarajiwa liwe limekamilika tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 29. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Same Mashariki, nasimama hapa kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima wanahitaji umwagiliaji sana, na 100% ya wananchi wa Same Mashariki ni wakulima. Ni kweli tunapata mvua, lakini mvua haitoshelezi. Tunahitaji sana umwagiliaji. Sasa kwa pesa hizi na bwawa hili ambalo linakwenda kujengwa sasa, ni lazima wananchi wale wamechanganyikiwa, niseme ukweli. Na ndio maana waheshimiwa wabunge niwaambie, watu hamjui ni kiasi gani Samia anapendwa na wananchi. Wananchi wanampenda Rais Samia sana kwa sababu anajali wakulima mno. Mimi nisingependa kusema zaidi. Niseme Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, pokea shukrani kutoka kwa wananchi wangu. Japo unitazami, lakini naomba unitazame ujue kweli kwa unyenyekevu mkubwa na kushukuru sana. Na mshukuru Mheshimiwa Rais na mshukuru naibu waziri wako ambaye ninamuomba baada ya kumaliza bajeti hii tusafiri naye twende akamwone mkandarasi yule, twende akauone mto wa Saseni. Kwa kweli mimi sina cha kulalamika. Ninashukuru sana serikali upande wa kilimo jimboni kwangu. Asanteni sana. Asante sana.